wote. Tume inatuletea majina ya wapiga kura, yanabandikwa kwenye kuta za matangazo, au sio? Unajuaje kwamba hizo ndio kura, hao ndio wapiga kura wote walioandikishwa? Una access kwenye server za tume? Hatuna. Unaweza kujiangalia upo au haupo. Hiyo ni rahisi. Utaenda kwenye kituo ulichojiandikishia, utaangalia nipo. Lakini unahakikishaje kwamba hao waliowekwa hapa ndio watu pekee walioandikishwa kwenye kituo hiki? Hao ambao huwezi ukawajua kwa sababu huna access kwenye server za tume, ndio ambao polisi wanakuja na vibegi mgongoni ya kura feki. Sasa tunaweza tukajua za wabunge kwa namna hiyo after the fact, after the election. Kabla ya election hatuwezi kujua, kwa sababu sheria inatukataza sisi wa vyama vya siasa au wapiga kura au wananchi, inatukataza kujua tume imeweka nini kwenye makompyuta yake inakohifadhia hizi data. Hakuna mwenye access, ni tume peke yake. Kwa hiyo kuna potentially millions of fake voters kwenye hayo manini. Wanaandika watu wasio kuwepo kabisa, majina tu. Unajuaje? Utajuaje? Huna access kwenye nini? Unanielewa? Ndio maana sasa kura feki imekuwa ni sehemu ya kawaida ya chaguzi zetu. Wasipoingiza kura feki, huo sio uchaguzi, haujafanyika bado. Kwa hilo tatizo ambalo limejitokeza wazi, na ni tatizo la mfumo, ni tatizo la sheria ya uchaguzi. Sheria ya uchaguzi ya Kenya inawapa vyama vya siasa na wagombea na mawakala wao haki ya kuchunguza server za tume inakohifadhia nini? Data zake. Sisi hatuna. Tunacholetewa ndio hicho tunacholetewa. Mnanifahamu? Tatizo la pili ambalo limejitokeza na lina flow from hii principle ya rais ndiye mdhibiti wa mfumo wa uchaguzi, ni tatizo la uteuzi wa wagombea wa upinzani. Engua. Kwenye uchaguzi wa vijiji mmeona sisi Chadema peke yake wagombea ambao wameenguliwa ni 66%. Au nakosea naibu katibu mkuu? 66% ya wagombea wetu. Tulikuwa na 60 ngapi percent? Tulikuwa na 67%. Tulikuwa na 77% ya wagombea wa vijiji na mitaa. Wametupiga panga mpaka tarehe 27 Novemba mwaka jana tulikuwa na only 34%, 33%. Tulikuwa na 33% kutoka 77%. Wamekata 44% ya wagombea wetu. 44 si karibu nusu. Kwenye uchaguzi mkuu, uchaguzi wa 2019, walipiga 96% ya wagombea. 96%. Kwenye uchaguzi mkuu uliopita, kwa sababu nyie wote ni watiania ya ubunge, I suppose, sio? Kwenye uchaguzi mkuu uliopita tulikuwa na wagombea 244. Walianza kwa kupiga panga wagombea 63.
63 ya 244 ni asilimia ngapi? Si robo nzima. Eventually tumepambana, watu wamehangaika kwenye rufaa, kelele nini, wakarudi 28. 35 hawakurudi. Susan Kiwanga yuko hapa? Mheshimiwa Kiwanga yuko hapa? Ni G55 Sasa tusiwakatie tamaa. Tusiwakatie tamaa. G55 wanaosema twende tu, na Susan Kiwanga ni mmoja wao, au sio? Sasa Susan Kiwanga alikuwa mbunge wa jimbo la Mlimba. Kwanza alikuwa viti maalum, yes. Lakini muhimu zaidi, 2015 alikuwa mbunge wa jimbo la Mlimba. Mbunge wa jimbo. Sio anagombea mara ya kwanza. Ni mbunge wa jimbo. Kesha kuwa mbunge wa viti maalum, akaenda jimboni akashinda ubunge. 2020 amechukua fomu, amezijaza, amekwenda kwa mkurugenzi, amekuta mkurugenzi amefunga ofisi. Amefunga ofisi. Fomu zinarudishwa saa ngapi? Saa 10, au sio? Mifika saa 10, mkurugenzi hayupo. Susan Kiwanga yuko ofisini, nje ya ofisi iliyofungwa na fomu zake. Saa 12 na ngapi ndio mkurugenzi anatoka? Umechelewa. Saa 10, wewe unakuja saa 12. Tunafuata sheria. Sheria inasema saa 10. Sasa kwa Susan Kiwanga hakuingia ringini, hakuingia kwenye uchaguzi, na mbunge wa jimbo la Mlimba akapita bila kupingwa. Kwa hiyo wanaposema tuingie, twende tu, mkifanyiwa ya Susan Kiwanga, au hiyo wamesahau? Au wamesahau ya 2020 ya Susan Kiwanga na fomu zake? Twende tu. Mnafikiria kwamba hamtaenguliwa. Kwa nini mnafikiria hamtaenguliwa? Kwa nini mnafikiria tukienda this time hatutaenguliwa? Baada ya ngwengwe ya mwezi Novemba, baada ya ngwengwe ya 2020, baada ya ngwengwe 2019, why do you think, for God's sake, why do you think hamtaenguliwa? Anyway, hoja yangu juu ya 2020 ni kwamba uchaguzi wa 2020 uliweka record kwenye historia ya uchaguzi mkuu wa nchi hii. 2015 wagombea wa upinzani walioenguliwa kwa mmoja tu. CCM walipita bila kupingwa jimbo moja tu, jimbo la Masasi kama sikosei. Ukisoma kwenye ripoti ya tume ya 2015 utaliona jimbo moja tu, mtu mmoja tu alienguliwa. 2020 sisi Chadema peke yetu waliengua 35. Sasa fikiria, sisi ndio chama kikubwa, sisi ndio chama, hao wengine ni majina tu. Sisi wa kwetu walienguliwa ultimately 35, walianza na 63. Ultimately
idadi ya wabunge waliopita bila kupingwa kwa sababu ya hiyo engua 2020 wabunge 28. Asilimia 28 ya wabunge wa majimbo 264 ni asilimia ngapi? 28 out of 264. Asilimia karibu 12. Asilimia 12 ya wabunge wa majimbo ya nchi hii hawajapigiwa kura na mtu yeyote kwa sababu wapinzani, wagombea wetu wa upinzani walienguliwa. Ndio kina Susan Kiwanga. Kwenye udiwani tunakata 3956 2020. Kata ambazo zilipita bila kupingwa nchi nzima ni 872. Kata 872 out of 3956 ni asilimia ngapi? Na hawa madiwani walipita CCM bila kupingwa kwa sababu wapinzani walienguliwa kwenye kata zao. Sisi Chadema waliengua madiwani zaidi ya 1100 na ngapi, tunahesabu yake mahali, more than 1100, na tulikuwa na madiwani wagombea 3700 na kitu. Waliengua zaidi ya theluthi nzima ya wagombea wetu wa udiwani. Kwa hiyo 2020 ili set record. 2010 waliengua watu 8 tu, walipita 8 bila kupingwa. 15 walikuwa 1. 2005 walikuwa 8. 2020 28 wamepita bila kupingwa. Na sisi Chadema 35 of our candidates were disqualified. Na story ni hiyo Zanzibar. Hakuna mahali penye afadhali. Kwa hiyo habari ya kuengua wagombea, it has become a pandemic. Ni ugonjwa wa mlipuko. Every general election, every election actually, sio every general election, tumeiona kwenye uchaguzi wa mitaa, ni pandemic. Kwa hiyo ukisema twende tukakomae, unakomaa kama ni mgombea. Usipokuwa mgombea kwa sababu fomu zako hazijapokelewa au umeenguliwa, unafanyaje? Hilo ni tatizo la ngapi? Nimesema kuna tatizo la huo ugonjwa sugu wa kura feki, uteuzi wa wagombea. Ugonjwa mwingine wakati wa campaign, vurugu dhidi ya wagombea upinzani wakati wa campaign. Hakuna, sidhani katika nchi hii, Mheshimiwa Lema mtanisaidia hapa na Mheshimiwa Heche, nani wa Chadema mgombea ubunge ambaye hakupelekwa kwenye kamati ya maadili kwenda kushughulikiwa? Nani ambaye hakusimamishwa kufanya kampeni wiki moja au 2 au ngapi? Nani ambaye hakuvurugwa na polisi, mikutano yake kuzuiliwa nini? Huyu Heche huyu, makao yake makuu ya kampeni alivamiwa, wakavunja vyombo vya matangazo, haribu magari, kamata mdogo wake, wakampakia kwenye gari, wakamchoma kisu, akafa kwenye kampeni. Mimi nilipigwa mabomu mara 3 na polisi ili nisifanye mkutano. Nilizuiliwa kufanya kampeni siku 10. Wakati ule Magufuli kale ka pacemaker kake alikuwa kanaleta shida, kwa hiyo inabidi wampepe hivi.
inabidi na mimi waniweke benchi kwa muda ambao sawa sawa. Ndio hadithi ya kampeni zetu, au sio? Vurugu dhidi ya wagombea wa upinzani wakati wa kampeni. Lakini kuna kitu cha kwenye kampeni ambacho hatukizungumzi sana, but it was deadly. Kuna kampeni za uchaguzi zisizokuwa na mabango. Nani aliyeweka mabango 2020? Nani? Mimi najua sikuweka hata moja. Mgombea gani aliyeweka mabango? Tulikutana na sheria sijui imetoka wapi katika halmashauri zote inayosema ukitaka kuweka bango ulilipie ushuru wa matangazo. Ushuru wa matangazo huo unalipwa kwa matangazo ya biashara, kwa watu wanaotangaza biashara zao. Sisi kwenye uchaguzi tunatangaza biashara gani? Na ushuru wa kulipia bango moja ni mkubwa kuliko gharama ya kulitengeneza bango lenyewe. Kwa hakukuwa na mabango ya wapinzani uchaguzi mzima. Vyombo vya habari, kwenye taarifa ya Profesa Mukandala na kile nani chake, Profesa Mukandala ni CCM kweli kweli. Yaani ni ling'ombe la CCM. Linahalalisha chaguzi zote za CCM tangu 95. Lakini kwenye uchaguzi mkuu uliopita wametengeneza ripoti. Hiyo ripoti yao kwenye vyombo vya habari is probably the best analysis ya vyombo vya habari ni vya nani wakati wa uchaguzi. Na jibu lao ni vyombo vya habari vya CCM vyote. CCM ilikuwa na exclusive control ya live coverage. Exclusive. Hakuna mkutano wa CCM wa kampeni za rais ambao haukuwa live. Sisi ni upi uliokuwa live? Kwa control ya vyombo vya habari ni sehemu ya campaign. Yote ni vya CCM. Tatizo la utaratibu mzima wa kampeni, tatizo la 3 kwenye chaguzi zetu. Tatizo la 4 ni lile ambalo mimi naliita tatizo la siku ya uchaguzi. Election day na siasa zake. Siasa za siku ya uchaguzi zinaanza na mawakala. Mawakala wa upinzani kuapishwa ni vita. Na Mheshimiwa Heche anazungumzia vizuri sana. Ni vita everywhere. Kama hujawahi kugombea unaambiwa twende tu. Kuapisha mawakala vita. Sasa tuna sheria inayosema hivi, hata wakiapa ni mkurugenzi ndio atakayepeleka majina yao kwa wasimamizi wa vituo. Asipopeleka majina, hata kama umeapa, huingii kwenye kituo. Watu wanakwenda na barua ya kuapa. Msimamizi wa kituo anasema hili jina kwenye orodha yangu ya mawakala halipo. Sorry. Huingii. Ukileta maneno kuna lipolisi pembeni. Unashughulikiwa. Hata ukiingia, wakitaka kuingiza kura feki, wanakutengenezea kamzengwe nje, alafu wanaleta kura feki. Hata wasipokutoa nje, kama kituo chako mgombea wako ameshinda, hawatamtangaza, wanakubadilishia matokeo hapo hapo. Ukibisha unashughulikiwa.
na vile vile hupati fomu ya matokeo, kwa sababu sheria inasema mawakala watapewa fomu za matokeo ya vituo vyao kama zipo za kutosha. Wasimamizi wa vituo wameambiwa zisitoshe. Kuna nyewe wote kuna nani ambaye hajagombea hapa? Nani ambaye hajagombea kabisa anyoshe mkono? Nyewe si mnaambiwa twendeni tu. Nendeni mkayaone. Unaelewana? Na hata kama mgombea ameshinda, kuna ugonjwa mwingine sasa wa kutangaza matokeo kwa nguvu, kwa mtutu wa bunduki, yawe ni ya kijiji au ya diwani au ya mtaa au ya mbunge, wanatangaza kwa nguvu. Unaelewana? Mkisha malizana, umeshapigwa sasa, wanasema hii nchi bwana ni ya utawala wa sheria, nenda mahakamani. Nenda. Ukienda mahakamani, kwanza weka milioni 5 mara 3 gharama za uchaguzi. Ukizipata ukaziweka ili kesi ianze. Mnaniangalia? Ndio hivyo. Weka milioni 5 mara walalamikiwa 3, ndio kesi ianze. Ukizipata milioni 15, then kesi inaanza. Katika historia ya chaguzi za nchi hii,